tupitie yale yaliyojiri kunako dakika 90 za mchezo wa ligi kuu Singida dhidi ya Young Africans. Tumeshuhudia mchezo wa namna gani, tukianza na Mr. Dominic? Nafikiri ni miongoni mwa mechi nzuri ambazo Yanga wanaweza kawa wampata kipimo sahihi, kwa maana kwamba ukiangalia, kwanza niweze kuwapongeza, wametoka kwenye mechi ngumu sana siku ya tarehe 1 mwezi wa 3, mechi ambayo ilikuwa ni ngumu, mechi ambayo ilikuwa na pressure, mechi ambayo ilikuwa pengine walitakiwa uweze kupoteza katika msimu huu, ukizingatia kwamba walikuwa wanaingia kwenye mechi ya 11 wakiwa hawajapoteza mchezo, lakini waliweza kusekiwa alama moja. Kwa hiyo walikuwa wanaingia kwenye mechi ya 12 wakiwa hawajapumzika, kwa sababu ile mechi ilikuwa na tension kubwa, na kwenye mechi dhidi ya Simba most of the times walikuwa wanakaba wao, yani wao walikuwa wanafagia uwanja. Kwa hiyo leo tulitegemea kuweza kuona watakuwa na fatiki kubwa, lakini mwalimu aliweza kujua, akaingia na game plan ambayo haikumfanya aweze kutumia sehemu kubwa ya kiwanja. Aliingia na game plan ambayo ilimfanya asiwe na vitu vingi. Ukiangalia leo alikuwa mpanga viungo ambao most of the times walikuwa hawapigi pasi fupi. Katikati alikuwa na Duke Abuya, alikuwa na Mudathiri na Max, lakini kazi yao kubwa ilikuwa ni kuweza kufanya ile fasten movement za timu kutoka katikati kwenda maeneo mengine. Lakini kubwa zaidi utagundua kwamba kwenye siku za karibuni kiwango cha Dube kimeimarika sana, na pengine ndio inakuwa ni turufu ya Yanga kupata matokeo, kwa sababu uwezo alionao ni very fantastic, na pengine sijawahi kumuona akiwa kwenye kiwango since yuko Azam. Dube amekuwa ni mtu ambaye ni zaidi ya mshambuliaji, kwa maana kwamba amekuwa ni kiungo mshambuliaji, anaweza kulink maeneo mawili, eneo la ushambuliaji na eneo la kiungo cha ushambuliaji, lakini amekuwa akicheza katika mistari mingi. Kama utaangalia miongoni mwa nyota ambao wanakimbia the long distance kiwanjani, ni Dube. Anakimbia kulia, anakimbia kushoto, lakini pia movement zake ndio zimekuwa ni movement za hatari kwa timu pinzani, kwa sababu kwamba anakuwa na uwezo mkubwa kukimbia na mpira. Lakini kingine ambacho tunaweza kukiona leo hii ni kuweza kuona kumbe Yanga wanaweza wakacheza katika mazingira yenye viwanja ambavyo havina ubora, kwa maana kwamba kuna wakati tunawaona wakiwa si waumini wazuri sana wa kupiga pasi hasa kwenye eneo lao la nyuma. Lakini kingine ambacho tunaweza kukiona leo hii katika mechi leo hii, nagundua kwamba mwalimu pia ana azna nyingine, sijui kama ameweza kuiona. Nikimwangalia Mwanengo simuoni kama mshambuliaji, namuona kama ni kiungo mchezeshaji. Kwa hiyo nafikiri Yanga wanaweza wakamtumia kama namba 8 au namba 6 kutokana na uwezo alionao. Ni kijana ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kuweza kumiliki mpira, ana uwezo mkubwa sana wa kuweza kutoka, ana uwezo mkubwa sana wa kuweza kupiga pasi za kuintercept, lakini pia zile movement za nipe nikupe. Kwa hiyo naona kama wananisikia, wanaweza wakapata kiungo mwingine mshambuliaji ambaye kimsingi walikuwa wanakosa. Yaani kwa maana kwamba unapokuwa na washambuliaji wawili pale mbele, lazima uwe na mtu wa tatu ambaye atakuwa anafanya kazi ya kwanza ya kuweza kuclose gap, lakini kutengeneza mazingira hatarishi ya walinzi kuweza kuacha space. Lakini pia nimeona kitu kingine leo, nimeweza kuona uwezo wa Alassane Kouma umeanza kuimarika taratibu. Naanza kumuona akianza kuingia kwenye mfumo, uwezo wake kupiga mipira mirefu, uwezo wake kuweza kufanya zile quick transition kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Lakini pia nimeanza kumuona mtoto Shehani akiwa tayari ipo katika matumizi, ingawaje kuna vitu vya msingi vya kuboresha, hasa maamuzi yake ya mwisho. Kuna nafasi alipata ambayo pengine ilikuwa ni goli ambayo atakiwa afunge Okeo, goli la pili, lakini akawa anataka kulazimisha kuweza kufunga. Mpira ni mchezo wa sisi wote, sio wa mtu mmoja. Kwa hiyo nafikiri kwamba kuna wakati alitakiwa kuweza kufanya jambo, na leo hii siwezi kushangaa kuona Dube akiwa anapewa man of the match. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga waliingia wakijua kwamba hawatakiwi kupiga pasi nyingi ndio waweze kupata goli, isipokuwa wanatakiwa kutumia nafasi, na hasa madhaifu ya Singida hasa kwenye defense yao na kiungo. Ni timu ambayo inapenda kucheza mpira kwa sababu defense yao na kiungo wao hawapendi kukimbizana. Ni watu ambao wanaamini katika soft possession of the ball, wakicheza mpira kuweza kumiliki na kuweza kutoka. Kwa hiyo waligundua kwa pekee ni kuweza kuwatanua na kupiga mipira mirefu, hasa kupita kwenye maeneo ambayo atakuwa anakwenda kuchonganisha baina ya walinzi wa kati na viungo na walinzi wa pembeni, na ndio kitu ambacho Yanga walifanikiwa. Angalia magoli yote ya Yanga ambayo wameweza kuyafunga, sosi yake ilikuwa inatokea pembeni, lakini akuja kumalizikia ndani. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga walitadi Singida na kupata matokeo katika mechi ambayo wangeweza kupata ushindi hata magoli 5, na ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu kwao kwa maana ya mtego kwa upande wa klabu ya Yanga. Sawa. Tumetazama timu zote mbili. Tumetazama timu zote mbili kwa namna ambavyo zinacheza. Labda unifahamisha Steven Mapunda, pengine dakika 90 ambazo Singida ameikaribisha Young Africans,
timu ipi ilionekana kuwa hatari zaidi? Of course toka mwanzo ilionekana kwamba Young African amekuwa mwiba zaidi kwa upande wa Singida, kwa sababu ukiangalia katika first half Singida waliweza kupata off target moja tu ambayo ilikuwa ya hatari. Mpira uliopigwa na Andy Kofi ukaenda kwa Joseph Gwede. Joseph Gwede anapiga mpira unachagua kwenda juu. Mbali ya pigo hilo la hatari, hatujaona pigo lolote la hatari ambalo unasema kwamba hapa beki imeweza kufanya kazi ya ziada kuweza kuokoa. Hatari nyingine zote zilikuwa ni hatari za kawaida ambazo utegemee makosa mengi yaweze kutokea makubwa zaidi uweze kupata manufaa. Kwa hiyo mimi naona kabisa kwamba kwa matokeo haya Young African walikuwa wanastahili kuweza kupata ushindi, na tena walikuwa wanatakiwa kupata ushindi zaidi ya huu ambao wameweza kuupata, kwa sababu ukiangalia nafasi ambazo zimeweza kutengenezwa ni nafasi nyingi zaidi, na ukiangalia kwa upande wa Young African ambazo wameweza kuziconvert kwa magoli nafasi 3 peke yake. Lakini ukiangalia ile nafasi ambayo Mwanengo alikuwa ameingia hadi kwenye boxi, anakwenda analemba mwandiko, anatokea heli, anakwenda kuslide na kwenda kuutoa mpira ule kwa kona, ile ilikuwa ni nafasi ya kuweza kutengeneza goli. Ukiangalia nafasi nyingine pia Shekhani Ibrahimu hapo ambapo Chief Zobani ameweza kuiona, ameweza kufanya driving force kutokea karibu na eneo la katikati, akiwa yeye pamoja na yani huko man to man na beki, alimzidi mbio, alikaa mbele zaidi, alikuwa na uwezo wa kutulia zaidi ya vile ambavyo aweza kufanya, alikuwa na uwezo wa kuingia ndani zaidi, angeguswa ilikuwa ni hatari. Lakini pia alikuwa na nafasi pia ya kuweza kuchagua engo ya kuburuza mpira chini, sio kupiga katika engo ile ambayo tayari Metacha alikuwa shaliacha goli. Angeburuza mpira chini, obviously makipa kuweza kucheza mipira ya namna ile akiwa anakimbia kutoka kwenye lango lake, kucheza mipira ya kuburuzika inakuwa ni ngumu zaidi. Lakini pia alikuwa na uwezo pia wa kutoa pasi kwa Alan Okello ambaye alikuwa katika sehemu ambayo yuko wide zaidi na goli na kuweza kuandika goli. Kwa hiyo unaona kabisa kuna nafasi ambazo Yanga waliweza kuzipoteza, unaona kabisa kwamba hizi zilikuwa ni nafasi ambazo wangeweza kupata matokeo mazuri. Ila kikubwa ambacho kimeweza kunivutia zaidi katika mchezo wa leo ni ile bato ambayo nilikuwa naiona kwa Imoro dhidi ya Isla Mwenda. Ilikuwa ni bato ambayo ni nzuri sana. Tulikuwa tunamuona Imoro mara kadhaa alikuwa akipanda katika eneo la juu, lakini Isla Mwenda naye akipanda katika eneo la juu, tulikuwa tunaona wanakutana sana, bato ilikuwa ni kubwa sana. Lakini baadaye kwenye mabadiliko ambao mwalimu aliweza kuyafanya na kumbadilisha Imoro kimatumizi, kumweka katikati ya kiwanja, pia kulikuwa na ubunifu mkubwa zaidi. Lakini yote katika yote ni yale ambayo tulikuwa tumeyaona kwa Singida. Siku za hivi karibuni imekuwa na uhaba sana wa kuweza kutengeneza magoli na kuweza kufunga. Imekuwa ikipata ushindi mwembamba sana. Ikitokea wameshinda goli moja, au kama ikishindikana sana wametoka goli moja. Kwa hiyo wamekuwa na uhaba sana wa kuweza kujenerate magoli. Kwa hiki pia ukikutana na timu ngumu kama ya Yanga ambayo yenyewe kwanza approach yake ya kwanza ni kuhakikisha kwamba anakufunga, approach yake ya pili ni kulinda kuondoka na alama 3, inakuwa ni ngumu sana kwa wewe ambaye unaweza kufunga kwa magoli ya kuweza kupata papatu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nategemea matokeo ambayo ameyapata Young African lazima tu kwamba alikuwa anaweza kupatikana, na pia kwa jinsi ambavyo approach aliyokuwa ameingia nayo Singida Black Star ilikuwa inastahili kabisa. Tunaona wameanza na Joseph Gwede akiwa peke yake, baadaye wanamintroduce Elvis Lupia, maana kwamba wameintroduce mashambulizi zaidi, kuingiza mashambuliaji wawili, tayari mambo yalikuwa yashakuwa yameharibika. Kwa yote katika yote naiona nafasi ya Young African kufanya vyema zaidi ya Singida Black Star, na leo hii Young African ameweza kuondoka na alama 3. Tafsiri yake ni kwamba amefikisha alama 32 katika michezo 12, ana alama 32. Ukiangalia katika viwango vya ufanisi wanasema kwamba efficiency ana karibu 96% ambao ameweza kuzikusanya. Kwa hiyo ina maana kwamba katika zile alama ambazo alitakiwa azipate katika mechi 12, alama 36, yeye amekusanya alama 32. Kwa hiyo amekosa alama 4 pekee kuweza kufikia kiwango cha ufanisi cha 100%. Kwa hiyo yupo kwenye mafanikio ya hali ya juu, mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo mtu yote ambaye atakayekuja kusema kwamba Yanga safari hii imeshuka, anatakiwa aje tuletee anataka Yanga iliyopanda iwe na viwango vya ufanisi vya asilimia ngapi, efficiency yake isome ngapi. Kwa wale waliosoma physics tukisema kwamba efficiency of machine wanakuwa wanaelewa zaidi, ufanisi wa ufanyaji kazi kwa Young African umekuwa wa hali ya juu, 96%. Kwa hiyo ina maana kwamba hata kama ni mwanafunzi huyu amepiga banda la hatari zaidi ambalo ndo Young African ameweza kufanya. Kwa hiyo kwa ufanisi huo anastahili leo kuondoka na ushindi mkubwa kama huo. Sawa. Tueleze kwenye uwanja wa comment, wewe ambaye unatutazama hivi sasa, tueleze kwenye uwanja wa comment kuhusiana na maoni ulionayo kuhusiana na mchezo husika.
Singida dhidi ya Young Africans. Na nianze kusoma comment ya kwanza ambayo tumeipata tayari mpaka hivi sasa. Huyu anaitwa anasema safi sana kutoka Mozambiki, naitwa Majaliwa Nalunde, mshabiki wa Yanga, alafu tulikuja kwenye dabi, tulitoka hapa mkoani Pemba Mozambiki. Blaza Mapunda, Blaza Salamba, tuko poa. Mmepata salamu hizo kutoka Mozambiki. Tunashukuru sana. Tuendelee kutuma comment, tuko live hapa tunaichambua mpaka mwisho. Mr. Salamba, kuna ambao walitengeneza notion ya kwamba Singida na Yanga huwa zinaachiana. Tumelishuhudia hilo kwenye mchezo, tumeshuhudia mchezo wa kuachiana kutoka kwa timu zote mbili. Nafikiri kwanza kuna kitu pengine watu niweze unajua, katika haya maisha kuna kitu kinaitwa propaganda. Yaani kuna mtu anaweza kana azungumza kitu ambacho hakina uhalisia, lakini baadaye watu wakaamini kama kina uhalisia na kikaenda kikawaingia watu kamioni mwao na baadaye wakaanza kukiabudu. Naona kuna watu wengine wanaamini vitu ambavyo hata hawajawahi kuviona au hata kuvisikia. Na sio kwenye football, katika maisha tu ya binadamu. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo watu wanaaminishwa kitu ambacho hakina ukweli wowote. Labda niwaambie tu leo kwa uchache kitu kimoja. Kwa sababu wanaozungumza kwamba Singida na Yanga hakuna mechi, hao ni mashabiki wa klabu ya Simba bila kuficha. Sawa, wanatengeneza uhalali ionekane hakuna mechi, lakini niwaambie kitu kimoja. Singida, fuatilia. Singida zote ambazo unazijua wewe toka zimeanzishwa, Singida United, Singida Black Stars, Singida whatever, Singida ni zote ukizichukua ukizijumlisha mpaka ihefu mpaka zote hizo kati ya Simba na Yanga, timu ambayo imeifunga Singida mara nyingi sio Yanga, ni Simba. Sahi. Kama walikuwa wajui. Yani ukichukua timu ambayo imepata pointi nyingi kwa Singida ni Simba. Hasa kama ingekuwa Yanga ndi tawi, ungetegemea kuona Yanga inapata pointi nyingi kuliko Simba. Hilo ni jambo la msingi. Lakini pia tujiulize, saizi Yanga ana pointi 32 akiwa na mechi 12, ametoka sare 2 tu. Ndio timu pekee nafikiri ambayo haijapoteza mchezo mpaka saizi. Akiwa ametoka sare ngapi? 2. Na Azam pia anajapoteza, amepata sare nyingi, unaona? Akiwa ana sare 2 tu. Si ndio maana yake? Maana yake ukitoa hizo ni alama ngapi? Hizo ukitoa alama 4 alizopoteza anakuwa na alama 28. Hizo alama ametoa kwa wapi? Kwa Singida. Ni kwa timu nyingine ambazo zinaweza kumpa alama. Hapo tuambie sasa ni timu gani ambayo ikutana na Yanga ina resist? Okay, Yanga na Singida ni tawi. Timu gani sasa nyingine ambayo unaweza ukaitaja ije kucheza na Yanga ina resist katika ligi hii soka Tanzania bara? Ni ipi? Kuna kipindi wanasema kuna timu ambazo ziko na JSM zinadhaminiwa ndio zinafungwa. Ukaja kuangalia timu ambazo zilikuwa ziko JSM ndio zifungwa magoli mengi akiwemo Simba. Yanga alikuwa anatoa zile 4G zile, wakasema ananunua mechi. Na Simba akaja kama 5G. Lakini waambie ni kwamba timu pekee ambayo imefungwa mara nyingi na Yanga, na timu pekee ambayo imefungwa magoli mengi na Yanga, na timu pekee ambayo imetoa pointi nyingi na Yanga ni Simba. Kwa timu nyingine yoyote, kama kuna timu ambayo imefungwa mara nyingi na Yanga duniani, ya kwanza ni Simba duniani. Okay. Kama kwa timu ambayo imepatia Yanga magoli mengi duniani ni Simba. Kama kwa timu ambayo imetoa alama nyingi duniani ni Simba. Kama kwa timu ambayo imetoa ubingwa mara nyingi kwa Yanga ni Simba. Hasa kwa nini Simba ndio sio tawi la Yanga? Na kupata vizuri. Unaelewa? Kwa hiyo ni swala la nini? La notion ambazo watu wametengeneza. Walisema Yanga atakwenda kama kwa nani? Kwa JKT. Alikula ngapi? Kono la nyani. Aya, huyo Namungo inakuwaje? Kosti Simba mwenyewe si unaelewa? Kwa hiyo nafikiri hizo ni notion. Kikubwa ni kwamba Yanga wana quality kubwa kwa sasa. Yanga kwa sasa hivi hakuna timu ya kubato nayo, na naanza kuona wasiwasi Yanga akitangaza ubingwa mapema zaidi katika msimu huu. Naanza kuona viashiria vya Yanga kutangaza ubingwa zikiwa zimebakia kabla mechi 5 au mechi 4. Naanza kuona. Sababu mpaka sasa hizi Yanga ana mechi 12. Ana alama 32. Simba ana mechi 11. Ana alama 24. Azam ana mechi 12. Ana alama 24. Kwa hiyo utofauti wa Azam na Yanga ni alama 8. Simba na Yanga mpaka sasa hizi ni alama 8 pia. Itategemea mpaka matokeo ya mechi ya Simba inayofuata itakwenda kwa na alama ngapi. Kwa hiyo kuna uwezekano Simba na Yanga kwa wanafunga mzunguko wa kwanza
pakawa na tofauti wa alama 10 mpaka 8. Yaani Azam akawa anaachwa alama 10 na Simba akawa anaachwa alama 8. Inawezekana. Uwezekano unakwenda kutokea. Mimi naanza kuona. Yaani Azam akawa anaachwa alama 10 mpaka 11, alafu Simba akaachwa alama 8. Mzunguko wa pili kuna uwezekano mpaka kufika raundi ya 20 pakawa na gap ya alama 18 kwa alama 10, Yanga akwenda kutangaza ubingwa. Kwa sababu kwa squad ambayo wameingia nayo leo, kwa uzito wa Singida, sababu kwanza wana squad ambayo inakwenda kutengeneza uwiano wa kiuchezaji. Leo Yanga anaweza akaanza na Yokwasi, akaanza na Izali Mwenda, akaanza na Kibwana Shomari, sawa, akaanza na Boka, akaanza na Sinki na yoyote vile. Ukaona kuna kitu. Kuna Ndambwile apate nafasi, ukaona kuna kitu. Kuna kina Shuaboy ambao hawachezi. Hao wote ninaokuambia ni among of the top quality of our country ambao wako pale Yanga wanacheza mpira. Yanga ana struggle katika michuano ya kimataifa, kisio kwenye ligi. Ndio maana pamoja na kuwa na ratiba ngumu hii, bado anasikia kushinda magoli matatu. Unaelewa? Unachozungumzia. Lakini pia kulikuwa kuna concern moja watu walikuwa wanaizungumzia kuhusiana na uwiano wa mechi katika fixture. Yanga amepewa mechi za karibu sana ukimpea na Simba. Waliopanga kama walikuwa wanafikiria wanafanya favor kwa Simba, kitaalamu wanakosea, wanaiua Simba. Niulize kwa nini? Kwa nini? Msimu unakwenda kubadilika, sawa, wa hali ya hewa kutoka kwenye msimu wa joto kwenda kwenye baridi. Tunaingia kwenye kipindi cha mvua, masika wanasema. Sawa? Kukaa siku nyingi kabla ya kucheza katika ligi sio favor, ni shida. Yanga wanachokifanya sasa hizi wanatengeneza match fitness. Unafahamu match nini? Match fitness. Itawaumiza kwa Sam, lakini kuna wakati itawatengenezea uwiano, kwa sababu leo hii Yanga itawalazimisha watumie squad kubwa ili kuweza kuendana na mazingira yaliyopo. Wakati Simba wao wanaendelea kuleteni kupumzika, kwa sababu ukiwa kwenye ligi ukikaa siku 10, hiyo sio faida. Maana ukija kurudi unaanza upya. Huu mwili kwa kitu kinaitwa metabolic activities za mwili. Ukiwa unafanya training sio sawa na mechi. Yaani kufanya mazoezi sio sawa na mechi. Mazoezi yanakuwa yana kiwango at least 1/3 ya mechi. Wakati mwenzako anacheza mechi. Kwa hiyo anaongeza ule utayari wa kiushindani. Unaelewa si? Lakini pia anakabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kutoka kwenye hali ya joto kwenda kwenye mvua akiwa kwenye high intensity, kwenye zile metabolic activities ambao watu wa sayansi wananielewa. Kwa hiyo tunakuelewa. Inawezekana lengo lilikuwa ni kutaka kuibeba Simba, lakini wanaipoteza. Okay. Wanaipoteza. Sasa wanakwenda kuimarisha viwango vya klabu ya Yanga. Tunapozungumzia kwamba Yanga wana changamoto, wana kiwango kidogo, hawapo kwenye ubora, tunakompea na Yanga wenyewe, kwa sababu walifikia katika hatua ya climax ya mafanikio. Walichukua kila kitu katika ligi ya ndani. Kwa hiyo inafanya mashabiki wake wao wana variety of choice. Mashabiki wa Yanga wanadeka sasa hizi. Wanadeka kwa sababu timu yao ilishapata kila kitu. Kwa hiyo wana wajibu na haki ya kuchagua. Leo Simba hawezi kuchagua. Si unaelewa? Lakini Yanga wanaweza wakachagua. Sababu tutachukua ubingwa, tumechukua FA, tumechukua Ngao, tumechukua nini? Kwa hiyo wana haki ya kutengeneza au kuseti their standards. Kwa hiyo pressure ya mwalimu itakuwa ni kubwa, pressure ya wachezaji itakuwa ni kubwa. Kwa nini? Kwa sababu tayari kuna kitu cha kukompea. Leo Simba ukisema haichezi vizuri, unaingesha timu na Simba ipi kwa mara ya mwisho? Wewe uliona? Si unaelewa? Yaani itakulazimu uchukue makablasha mengi uweze kuanza yakina Chama utafuta. Lakini leo ukisema Yanga haichezi vizuri, unakumbuka msimu wa Gamondi, unakumbuka Miludi, unakumbuka. Kwa hiyo nafikiri hii ni pressure au ni kiburi cha mafanikio ambayo wao wenyewe wametengeneza. Lakini sio tunakompea na timu nyingine. Kwa hiyo itosha kusema kwamba hao jamaa ni top class katika ligi yetu ya Tanzania na wanaweza wakafanya chochote katika ligi ya Tanzania. Sawa. Kuna comment hapa zinakuhusu Chifu. Yeah. Kwanza tuanze na hizi. Huyo anaitwa Ndaishimie Evelyn. Anasema hii ndio Yanga ambayo haijalogwa. Ndaishimie anasema kaka Salamba, na wewe humwamini kocha? Kocha wa Yanga uwe tu mkweli. Yaani kiukweli nizungumza kitu kimoja. Ndio. Yanga ameshawahi kubadilisha walimu watatu katika msimu mmoja, lakini trend yake ilipanda. Kwa hiyo ile excuse ya kwamba mwalimu amechukua timu katika kipindi cha mpito
Yanga waliua wao wenyewe, si unanielewa? Melody Ham. Yaani Yanga wenyewe waliiua hiyo scenario kwa sababu walishawahi kuwa na walimu watatu na bado kiwango cha timu akikushuka kama kinaendelea kuwa juu. Sawa? Kwa hiyo anapokuja mwalimu mpya, sawa, atasema kwamba anataka gain momentum, lakini Yanga walishafika kwenye hiyo hatua. Si unaelewa ninachokizungumza? Lakini Sahi. Pia katika msimu huu Yanga kuna kipindi tuliona wakiwa wana indication of improvement. Kuna kipindi tuliuona mpira mzuri wa Yanga. Leo hii umeenda wapi? Kwa hiyo inatupa wakati mgumu kuweza kumtetea mwalimu, kwa sababu kuna kipindi Yanga waliweza kufanya transition ya walimu na bado waliweza kumaintain. Kwa binafsi kitaaluma ya mpira ninaona mwalimu nimpe muda, lakini katika uhalisia wa macho naona kama mwalimu ameelemewa. Sawa. Kiuhalisia wa macho ni kama mwalimu Ameelemewa, lakini ni taaluma kama, inambeba. Yaani ukienda kwenye sayansi ya mpira ana excuse. Sawa. Sasa huyu anaitwa Sichone Peter anasema hiyo ndo Yanga, ubingwa bado upo kwa Yanga. Naitwa Peter Sichone kutoka Ntinga, Msangano Momba. Frank Frederick anasema salama na kukubali sana kaka. Newton James anasema mambo vipi watangazaji, mimi ni Lucas wa Mozambiki, Cabo Delgado, Montipes kwa Wasakarubi. Ni hivi, muulize Salamba Okello anamuonaje? Sasa hem tujibie kwanza hapo kwa Okello kabla tujaendelea. Okello ni miongoni mwa wachezaji vijana wenye viwango vya hali ya juu sana, kwa maana ya kipaji kikubwa sana, lakini alikotoka alikuwa ni star bila kujua ni timu gani na ukubwa gani. Yaani ukienda Uganda ukisema Okello, kila mtu anakuelewa, na ustar ni mzigo wa mwiba wanasema. Yaani unapokuwa star unatamani kuweza kumaintain kile ambacho, yaani kuna raha yake, ni kama kuwa kiongozi. Sawa? Yaani kuwa kiongozi hata kesho sio kiongozi, sio mtu ambaye anaweza akaimaintain hiyo. Kwa hiyo amekuja Yanga kwa bahati mbaya kukutana na rhythm na intensity tofauti ya timu. Akakutana na timu ambayo ina masupasta wengi kuliko yeye. Akakutana na timu ambayo inataka mafanikio mengi kuliko timu aliyotoka. Akakutana na timu ambayo ina nyota kubwa kuliko yeye. Kwa hiyo alikuwa na kazi mbili. Cha kwanza kuweza kureveal uwezo alionao, cha pili kutembelea katika upepo ambao yuko nao. Jambo la kwanza, Okello alikuwa amezoea kufunga na kuassist. Sio kwake kufunga sio issue katika ligi ya Uganda. Kwa hiyo jambo la kwanza ilikuwa ni kutengeneza kwanza confidence ya kuweza kufunga, ambacho kinamsumbua. Na nakwambia baada ya goli lake la leo kuna kitu utakiona kitabadilika. Baada ya goli lake la leo kuna kitu utakiona kibadilika. Unajua kuna kipindi ukifanya vitu vikapata kwa usahihi, basi unaamini kwamba mimi nafunga tu. Mimi nimesha kumwona akicheza mpira Kadege, mzee Kadege mnamzungumzia. Mimi nimemuona miongoni mwa washambuliaji bora wa Kitanzania ambao nimewahi kushuhudia. Sio katika mipira hii ya macho hii ambayo tunaona sasa hizi. Kuna watu wengi wapata nafasi. Kadege ni miongoni mwao. Angekuwa katika soka la sasa hizi, angekuepo. Angefanya vizuri sana. Mimi nimemuona, sio kwa kumsifia, nimemuona akicheza mpira. Na mimi naujua mpira siku nyingi, na nimemfundisha mpira. Kwa sababu mimi ni mwalimu wa mpira tu. Unaelewa? Kuna kipindi kifika hatua ukiwa unafunga kwa mashuti, utafunga tu. Utageuka utafunga tu. Ila kwa kipindi zikiwa zinakataa, akili na mwili vinakuwa vina tofauti. Leo Dube anaweza kumwona anachokifanya. Kila kipiga mpira unakwenda golini. Tayari amejipata kwenye kufunga. Yaani kila anataka kupiga kinaenda golini. Kinakuwa dhahabu. Kila anachojaribu kinakuwa. Kwa hiyo alipoanza kufunga leo Okello, kuna kitu kitakwenda kubadilika. Ataanza kutengeza mazingira ya kujiamini, ambacho kwa mchezaji ni kitu kikubwa sana. Kwa mchezaji mpira wa miguu ni kitu kikubwa sana ambacho alikuwa anakikosa. Ndio maana Mwamnyeto ni fantastic captain. Pale kimsingi atakiwa mwachie Dube aweze kuweza goli la 7. Lakini akagundua kwamba hii ni timu. Dogo hajafunga. Mpe Dogo afunge, magoli yatakuja. Sababu tunashinda kwa ajili ya timu, sio kwa ajili ya mtu. Na Dube naye akawa muelewa. Sababu mwingine angesema no, niachie mpira. Akampa kijana ameweza kuscore. Manake ile ni goli kwa ajili ya timu, sio goli kwa ajili ya Okello. Na Dube ameamua kutoka kwa ajili ya timu. Kwa maana yake from today sasa utaanza kuona akijaribu vitu na vikifanikiwa. Na ndio kipindi ambacho Yanga wanahitaji, kwa sababu hawana X factor mwingine ambaye anaweza kufikia uwezo Pacome kama yeye. Ni nani? Ni Okello. Ndio anaweza kufanya vitu ambavyo pengine Pacome alikuwa anavifanya. Sure. Akiwa katika ubora wake, anafanya ambavyo Pacome alikuwa anafanya.
Pacome anaonekana mtu chuma sana. Chuma hiyo, no way. No way. Yani unapozungumzia Yanga X Factor namba moja ni Pacome, una namna. Awe ameshuka kiwango hajashuka. Pacome Okello anaweza kufanya. Na kama akiwa na mguu mzuri, anaweza kaimbwa kuliko Pacome. Take it from me. Anaweza kaimbwa kuliko Pacome. Sawa. Tukiwa tunaendelea na comment, huyu anaitwa Julius Olais anasema leo Simba wanacheza saa ngapi? Newton James anasema nataka kumwambia Salamba hana fitness ya kucheza ligi yetu, maana ligi yetu kama Bundesliga. Huu Newton ndo alokuuliza unamuonaje Pacome. Sasa hapa anakwambia kwamba unamuonaje Okello. Sasa hapa anasema anaongezea hapo kwamba anamuona Okello hana fitness hiyo. Umemuongelea vizuri Okello, lakini ameongeza hapo kwamba mbona kama hana fitness hiyo yetu sisi ngumu sana. Hiyo ni definitely kwa sababu ligi tofauti. Unapozungumzia ligi ya namba 5 kwa bora namba 6, maana yake ndio stake nela juu. Yaani ukitoa zile ligi 4 za kule Afrika Kaskazini kwenye South Africa, sio tuko pale. Kwa hiyo ukicheza kwenye timu ya Vipers, ukicheza kwenye timu sio ya URA, sio timu sio ya Nairobi, sio FC Leopards, hapana, sio Simba, sio Yanga, sio Azam, sio Singida, sio Dodoma Jiji. Sisi tuna intensity ya juu sana kwa sisi. Kwa hiyo wakati mwingine mwili unajitune kulingana na mazingira unayokutana nayo. Uwezi ukajistretch sawa kuliko uwezo wa kawaida. Hata ukiona kimbia, wanaokimbiza ndio watakupatia mwendo. Sio, unaelewa? Wale wanaokufukuza, unapomuona yule alikuwa namba 1 nani Mjamaika yule mkimbiaji Usain Bolt anakimbia vile, manake hawa walikuwa wanamfuata ndio walimfanya avunje rekodi zile. Unaelewa sasa? Lakini kama angekuwa anakimbia na Diego na Vuma, asingevunja rekodi. Sasa kuna haja gani ya kukimbia mara 2 wakati kadege na kitando? Kwa hiyo Okello sasa inamforce saizi aanze kujistretch sasa. Aanze kuongeza sawa kile ambacho wanacho ili kuweza kufikia. Lakini pia hakutakiwa kuwa mchezaji namba 1 kwenye timu, lakini amekuja kwenye timu inamhitaji. Kwa hiyo anaingia akiwa na mapungufu mengi sawa ya kimfumo, lakini pia na ligi iliyotokea. Ila kama angepewa muda wa kurelax, manake ungekuwa unamuona anapewa dakika 15, anapewa dakika 10 sawa. Lakini sasa amefika tu akaanza mara Farabat, mara Ahli. Unaelewa sio? Kwa ameingia moja kwa moja. Kwa binafsi nafikiri atawasaidia na usajili utakwenda kulipa. Sawa. Tukiendelea, huyu anaitwa Paulo Elia anasema naamini mwendo ni huu hadi tutwae makombe yote. Huyu anaonekana shabiki wa Yanga. Festo Makago anasema naitwa Mushana, hii ndiyo Yanga. Hii ndiyo Yanga anasema Mushana. Godwin Mtungi yeye anasema mwanzo wa vipigo tu, tunaenda Dar es Salaam, tukitoka tunakuja Mbeya. Okello tayari kawaka, kashapewa penati. Ramadhani Abubakari anasema kaka bravo na kuelewa sana kaka. Amekupa bravo bwana. Nashukuru sana. Isaac Jonathan anasema tuko pamoja Salamba TV. Wale wachambuzi wa kufikirika watambue kwenye ligi hakuna undugu. Wasiwapotezee muda wasikilizaji kuwadanganya Yanga na Singida ni ndugu. Hamis Macho anasema wangemfunga Simba kama wao wako vizuri. Huyo bwana anataka kama Yanga angekuwa yupo vizuri kweli basi angemfunga na Simba. Mapundo unalizungumziaje? Amekuwa vizuri na ndio maana hata Simba wanashangilia sare. Yaani hiyo ndio tafsiri yake kwamba Simba wamekubali wamecheza na timu ambayo iko vizuri na hawajaweza kufungwa. Na ndio maana wametoka wakiwa wanashangilia, Yanga wakiwa wametoka wakiwa wamehuzunika. Hilo ndio jibu la msingi ambalo wakampa kwamba still bado upo kwenye ubora wake. Ingawaje yeye mwenyewe binafsi kwa rekodi alizokuwa nazo anaona kwamba kuna ubora fulani umepungua ndani ya Young African. Lakini mbali ya kujiona kwamba kuna fomu ya watu imeshuka, lakini bado hujaweza kumwadhibu. Nimeona kuna maandiko mbalimbali watu wakiwa wanachapisha kwenye mitandao ya kijamii wakiwa wanakoti maneno ya Chifu Zobani kama Zumfela kwamba kama Simba wameshindwa kuifunga Yanga ikiwa haina Pacome, haina Mzize, basi itawaia vigumu sana kama hawa wakirudi katika timu wakiwa katika utimamu.
itakuwa kipindi hiki ambacho Mzize hayupo, Pacome hayupo, wao ndio itakiwa sasa wanasema kwamba uhuru wa manyani watakiwa utumie vizuri. Sasa kama uhuru wa manyani wameshindwa kuutumia, itakuwa ni ngumu zaidi. Kwa hiyo hata kuto kumfunga Simba, kuto kuondoka na alama 3 haiondoi ubora aliokuwa nao Young Africans. Na kingine kwambie, nilikuwa napitia comment moja ya ndugu yangu mmoja anaitwa Angu. Huyu ni shabiki mkubwa sana wa Yanga, ni mwanachama kindakindaki. Bado alikuwa anataka kujua kwa nini bado kumwangalia mtu kama Buba, mbona anashindwa kuonyesha kile ambacho anacho, na pengine wakati mwingine ni mtu ambaye anaonekana akiwa peke yake bila kukabwa, ndo kama ana kitu. Labda tu nimwambie Yangu ni kwamba kumwangalia Buba ni kijana mdogo, yuko very skillful. Kinachomsumbua ndo kile ambacho nimetoka kuzungumza hapa. Issue ni kwamba kasi ya mchezo, lakini pia na uzito wa mechi za Tanzania. Tanzania tuna matumizi makubwa sana ya nguvu katika ligi yetu, na nikimwangalia utimamu wake bado haujawa 100% ya kuweza kuchezea Yanga. Kwa cha kwanza lazima aweze kuimarisha utimamu wake Buba. Mchezaji mzuri sana, kwa sababu kwa namba anayocheza inakulazimu wakati mwingine uweze kupita shoulder to shoulder kwa mlinzi, uweze kulazimisha. Yaani kuna mpira unakuwa 50 kwa 50, lakini inabidi uweze kuingia. Kwa hiyo ukimwangalia ni kama vile ni mwepesi zaidi, na kwenye kila mpira wa kuwania yeye anaanguka. Kwa hiyo anatakiwa aongeze lishe, aongeze mazoezi. Akiongeza akawa na uwezo wa kuweza kuistamil, manake mpira utakaa mgumu. Lakini kwa maana ya akili yake ni mchezaji mzuri ambaye ana jicho la kuweza kuona space, lakini mzuri wa kuweza kuwini mipira, hasa mipira ya kwanza na kuweza kutoka. Kinachomsumbua ni mwepesi mno. Kwa nafikiri hili ni jambo la walimu, kwa maana fitness coach wa timu ya Yanga aweze kuliona. Ni kijana ambaye kama atatengenezewa utimamu kwa kasi alionayo, Yanga atawasaidia. Sababu kwanza yuko so direct. Ni mtu ambaye akili yake haiwazi back pass na square pass. Anawaza kuingia ndani, lakini huwezi kuanza kuingia ndani kama una uwezo wa kuhimili. Leo muone Dube leo analazimisha kuingia. Lazima uwe na uwezo wa kuhimili. Yaani anakuja mtu, unamwekea mguu stendi, unalazimisha mpira ukae kulia au kushoto kwa unavyotaka wewe. Hasa sio kitu kirahisi. Unaona? Na mlinzi anakuja kwa nguvu. Kwa hiyo nafikiri shida ya Buba ipo kwenye utimamu wake. Fitness level yake bado haijawa nzuri ya kufanya aweze kuonyesha kile ambacho anacho. Kumwangalia ni mchezaji ambaye anapenda mpira uwe kwenye space. Unajua kuna watu ambao wanakimbia na mpira na kuna watu ambao wanaukimbiza mpira. Buba anaukimbiza mpira. Sasa ukianza kukimbiza mpira, mlinzi hataanza kushika na mpira, anashika na mwili wako kwanza. Yaani beki akisha kuona una kasi kuliko yeye, hawezi kwenda kufuata mpira. Anashika na wewe kwanza. Ataniambia Kadege kama niko right. Yeah. Kama unajua tukaenda kwenye mpira utaniacha. Hasa wakati anashika na wewe, lazima wewe uwe na uwezo wa kuweza kuresist. Ukiwa unakuja mpira wa juu, kama hujapokea, na juu akishapokea tu mpira huu, cha kwanza atatani. Sawa? Kwenda. Mimi pia nimecheza na nilikuwa nafunga. Anajua atatani, atakwenda. Kwa hiyo kabla hujatani, atakachokifanya yeye ni kukutoa kwenye njia tu. Akutoa kwenye njia, maana yake wewe utaanguka, ataokota. Kwa hiyo kinachomsumbua nilichokiangalia mimi, akili yake iko vizuri, mwepesi, lakini shida yake ni kwamba ni uzito wa unyoya. Uzito wa unyoya. Sasa ili uweze kuwa vizuri, anatakiwa afanye ambacho alikuwa anakifanya Shuaboy katika ubora wake. Kwa wale ambao walikuwa wanamwona Shuaboy katika ubora wake, Shuaboy alikuwa ni kiungo ambaye anacheza dimba la chini na la juu, lakini alikuwa anaweza kudominate. Kwa nini? Alikuwa ana nguvu, lakini alikuwa ni mwepesi zaidi. Yeye alikuwa anapenya. Yeye alikuwa anafanya mazoezi mara nyingi zaidi. Kwa alikuwa iko fiti zaidi. Ni kama N'Golo Kante. Kwa hiyo mpira unapokuja, kama hujafika, yeye kashawahi. Kama hujafika ameshatani. Kwa na tani ashakuacha. Kwa hiyo unamwona kanapenya penya hivi. Hiyo ndio silaha ya watu ambao wana miili midogo. Raheem Sterling unakumbuka. Sawa? Ukishaka mbele hawezi kwenda. Lakini pia ukija ujaingiza mguu kashaingiza. Kwa nafikiri ndio staili ya Buba. Kwa hiyo kikubwa aweze kuongeza wepesi ili awe wa kwanza kwenye 90% ya matukio ya mpira, aanze kuwahi yeye na kutoka yeye kabla ya mlinzi. Nafikiri yangu hapa atakuwa amenielewa, nataka kidogo kuelezea. Sawa. Najma Saidi anasema Yanga yetu tunayo na tunatamba nayo. Huyu Nchama Durable anasema mchambuzi na kupata nikiwa Nchumbiji, Mozambiki. Newton James anasema muulize Salamba na muonaje Max, kama kuna kakitu kumepungua, nini anahisi tatizo?
Hapo tukiwa tunakuja kwa Maxi, Anifa Kalonge anasema kiko wapi? Walisema Yanga mbovu haitoboi, haitoboi Singida. Unajua sisi tunafurahi kutusema tumezoea, nasemaje Yanga bingwa. Kwa Maxi huyu Asina Hussein anasema Yanga bingwa. Twende kwa Newton James, anauliza unamuonaje Max, kama kuna kakitu kamepungua, ni kakitu gani hapo? Mimi nafikiri kwa leo nitoe nafasi ya kuweza kuweza kutoa haya madarasa. Maxi kinachombeba Yanga ni kitu kimoja tu, ni ile uwezo wa kucheza kwenye eneo kubwa la kiwanja. Sio mchezaji mzuri sana kimbinu, sio mchezaji mbunifu, lakini ambacho kinafanya kimbebe ni mapafu yake ya kuweza kutumikia eneo kubwa la kiwanja. Kwa hiyo anakuwa na faida nyingi kuliko hasara, kwa sababu mpira ni mchezo wa namba. Ili uweze kufunga kirahisi, lazima uwe una namba kubwa ya kwa kwenye eneo la kushambulia kuliko beki, na ili uweze kuzuia kiurahisi, lazima uwe na walinzi wengi kuliko washambuliaji. Hiyo ndio simple football mathematics. Kwa hiyo Maxi anakupatia uwiano, unamwona kwenye eneo kubwa, eneo ya msingi, lakini when it comes kwenye eneo la kuimprovise, eneo la kuongeza ubunifu, kuongeza kitu, hana hiko kitu. Kwa hiyo ukimtafsiri kama kiungo mchezeshaji, utamkuta na makosa 200, lakini ukimtafsiri kama mtibuaji na kiungo punda, lile jina la kiungo punda inatakiwa apewe Max, ambaye alipewa mdhamini asili, liko jina la Max, kwa sababu anakimbia kwenye eneo kubwa na kuweza kuirescue team. Kwa hiyo ukimtafsiri kwa kazi hiyo, utatamani kumwona kwenye kila mechi akianza, lakini ukimchukulia kwamba aweze kusofticate mchezo, au lainishe, aweze kutengeneza mazingira, utamchukia kwenye kila mchezo. Kwa hiyo ndio tafsiri. Kwa hiyo wanaomwangalia Maxi wamwangalia katika maeneo hayo mawili, hasa kutokana na kukimbia kwake, anajikuta mpaka anamaliza uwanja, anaingia kwenye 18 na bado akiwa hana madhara kwenye eneo lake. Yaani anaweza akaanza kuonyesha shambulizi mpaka kaenda kalimaliza kutokana na kasi alionayo. Hasa kwenye kumalizia huko ndio mpira ataukosa, atakosa kisigino, atakuwa haoni goli, hatatoa pasi, atapiga chini. Lakini wakati huo anakuwa anafanya kazi ya ziada ambayo si kazi yake. Sahihi kabisa. Naam, tumezungumza hivyo kwa urefu kabisa. Na tunamaliza na hii comment ya mwisho ambayo imetufikia mpaka hivi sasa. Asina Hussein anasema nawapata vizuri kutoka Nakuru, Kenya. Mapunda Garincha. Naam. Huyu Asina Hussein anasema Watanzania wenzangu nawapenda sana jamani, Watanzania tuna upendo. Kutokea Nakuru, Kenya bwana Asina, mimi nakupungia mkono hai kabisa. Mapunda Garincha. Naam. Tumeshuhudia dakika 90, tumekuwa pamoja hapa kwa takribani dakika za kutosha, dakika 40 tunauzungumza mpira. Ndio. Tunatamatisha kwa kusema kwamba tumeshuhudia mechi kubwa kama tulivyotarajia, yaani uzito wa timu zote mbili, na tumeenda kushuhudia kweli uzito wenyewe kwenye mechi husika. Of course, mimi binafsi naona kabisa kwamba uzito wa mechi umeweza kuonekana, lakini Yanga ameibuka kuwa na margin ya magoli 3 kwa sababu ya ubora ambao alikuwa nao. Alikuwa akireact haraka sana kwenye hatari na utengenezwa na Singida. Mapema sana amekuwa akiharibu mipango, kwa sababu unaona mara kadhaa Singida walikuwa wanajaribu kupitia pembeni, lakini Yanga wameweza kuwa imara zaidi. Unaweza usihesabu mipira mingi ambayo imedondoka mikononi mwa Diala, lakini hesabu mipira mingi zaidi iliyoguswa na Mwamnyeto, hesabu mipira mingi zaidi iliyoguswa na Sergeant Baka ambaye alikuwa anaigusa, hesabu mipira mingi ambayo imeguswa zaidi na Mohamed Hussein Shabalala, hesabu mipira mingi ambayo imeguswa na Isla Patrick Mwenda. Tafsiri yake ni nini? Kwamba wakati mwingine si kwamba lazima kazi kubwa ifanywe na golikipa, kuanzia kwenye defense yako lazima iweze kutengeneza mazingira ya kuifanya kwamba golikipa wako anakuwa salama zaidi, kwa sababu kuokoa kwa golikipa hiyo wanasema kwamba ni last effort, kwa sababu ikishindikana hapa maana yake ni kwamba ni moja kwa moja inakwenda golini. Lakini kama defense yako itaanza kuzuia, itapokuwa katika jitihada za kuzuia, kama ikishindikana kabisa, ndipo golikipa anakuwa
na option ya kuweza kuifanya defense yake iweze kuwa salama zaidi. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba ni mchezo ambao ulikuwa mzuri kuutazama. Ukiangalia aina ya magoli ambayo yamefungwa ni magoli ambayo yapo katika acceleration ya mpira kuchezwa. Goli la kwanza linafungwa, goli la pili unaona kabisa kwamba Prince Dube akiwa anakimbia katika eneo la hatari baada ya kupigiwa pasi ndefu, alikuwa katika motion, anakwenda anachezewa madhambi, inakuwa faulu. Lakini goli la tatu pia kadhalika vile vile, ingawaje goli la tatu kuna baadhi ya watu nimeanza kuona mitandaoni wakiwa wanalisema kwamba goli lile lilikuwa ni offside ambayo alikuwa amelifunga Mudathiri, lakini ukiangalia kwa umakini kabisa Mudathiri alikuwa onside, lakini wakati pia unapigwa yeye alikuwa tayari yupo katika eneo zuri kabisa la kuweza kuwa katika eneo salama, na ndio maana rebounding ball iliyotoka kwa Mwetacha Mnata iliweza kumfanya yeye kuweza kuwa sehemu salama na kuweza kuscore ile goli. Kwa hiyo unaona kabisa katika mikimbio yote ambayo Yanga walifanya walikuwa wamefanya kwa usahihi. Lakini pia kitu kingine ambacho kimeweza kuifanya Yanga kuonekana mechi imekuwa rahisi kwao, wamekuwa wafanisi zaidi katika matumizi ya nafasi. Kuna kipindi Yanga walikuwa wakipata hadi penalty na wanakosa, lakini leo hii tunaona kabisa wanapata penalty na wanapata, wanatengeneza mazingira. Lile goli ambalo amelifunga Prince Dube sio goli jepesi, ni goli gumu sana, kwa sababu unafunga goli ukiwa ulitazami goli Prince Dube alipofunga. Kwa sio ufungaji rahisi, na unaona kabisa goli analifunga Mudathiri sio goli rahisi kama usiposimama sehemu sahihi, kwamba unajua kabisa kwamba Prince Dube atapiga kuelekea golini. Vipi kama ukigonga mwamba utanikuta? Vipi kama kipa akicheza utanikuta? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba katika ule ufanisi ambao alikuwa amefanya upande wa Young African unakwenda kutengeneza mazingira kama ya kuonekana kwamba Yanga wameweza kupata ushindi mwepesi, lakini mpira na ladha ya mpira ni kufanya mpira uonekane kazi nyepesi. Hapo unaonekana kwamba umekuwa mfanisi wa hali ya juu. Kwa hiyo Young African kwa kile ambacho wamekifanya, kwa aina ya kikosi ambacho kimeanza siku ya leo na aina ya wachezaji ambao walikuwa wanafanya exchange, unaona kabisa kwamba kuna ukubwa fulani ambao wameweza kuonyesha katika ligi yetu. Sawa, basi kwa kuzungumza hayo niseme tu kwamba tumekuwa na wakati mzuri tukitazama yale yanayohusu michezo. Tumalize Chief, nataka nimalize kwako, uniambie kwa mpaka hivi sasa, ulizungumzia ratiba, huyu anapumzika sana kuliko huyu, binafsi unaona kuna timu inatengenezwa mazingira nyuma ya pazia? Kwa sababu nikwambia kitu kimoja, ujue kuna vitu vingine unawafanya watu wafikirie mara mbili. Yaani wewe ndio unawalazimisha watu wafikirie ambavyo vilikuwa pengine hata hukuwa na hiyo nia. Kwa hiyo mazingira yanavyoonekana kwa mtu yote mwenye akili lazima atafikiria kitu kama hicho. Kuna kipindi nilifikiri Simba iliwachukua mechi 9 mpaka kama 8-9 bila kutoka Dar es Salaam. Tulishuhudia akaja kutoka mechi 2 ya Prison na ya Dodoma Jiji akaangusha alama. Si unaelewa? Haya. Kiangalia kuna sababu gani ya msingi ya Simba kutoka tarehe 1 akacheza tarehe 11 nafikiri. Si ndio? Siku 11. Wakati mwingine tarehe 1, tarehe 5 anacheza mechi. Na wote ni timu kubwa na hawa ndio title contender. Si unaelewa? Maana hapa tuangalie kwamba why Yanga na wana idadi ya mechi sana. Yanga anagombea ubingwa dhidi ya Simba. Kama vipolo wote wanavyo. Pengine kama Yanga angekuwa ana vipolo vingi kuliko Simba, ungesema okay, Yanga anakwenda ili Simba pumzike, punguza nini? Vipolo. Mechi yao ilikuwa ni mechi ya 11 wote wawili. Sasa kuna excuse gani hapa? Tarehe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kasikosei. Si ndio? Siku 10. Unaanza kufikiria kwamba tumewahi kushuhudia kwa Azam na hata Simba wanatumia energy kubwa sana kukabiliana na Yanga, na mechi zinazofuata baada ya hapo wanakuwa wana mwendo mzuri. Unadhani Simba ametengenezwa mazingira ya kupumzika kutoka kwenye fatiki ya kucheza na Yanga? Ndio nikasemaje, ukienda deeply kitaalamu wanawakaanga hawapumzishi. Yaani ukienda deeply kitaalamu wanawakaanga, kwa sababu Simba wana timu mpya. Simba wana timu ambao wachezaji wake wengi bado hawana intensity ya ligi ya Bongo. Kwa hiyo inatakiwa wacheze mara nyingi. Kucheza mara nyingi ni sehemu ya kuonyesha uimara wa ligi. Leo hii moja sababu ambayo inapelekea ligi ya Uingereza kuweza kuwa bora ni ligi ambayo ina timu ngapi? 20. Kwa una mechi ngapi? 38 kwa msimu. Haiwezi kuwa sawa na ligi ambayo ina timu 12.
Sahihi. Lakini pia Uingereza wana michuano mingi, yaani bado wana mechi 38, bado wana FA, sio wana Carabao, unanielewa? Sio bado, sio wanaingia kwenye timu zingine wala UEFA, sio Europa, sio Conference. Kwa ile kwa mchezaji inakuongezea, ndio mchezaji akatoka kwenye ligi ya Uingereza kama chuma, sababu mwaka mzima anacheza michuano. Kwa hiyo itakiwa sisi tuongeze, tuimarishe. Angalia ratiba ya Arsenal, mpaka unashangaa yani. Leo sio ana FA, sio ana kitu gani, ana UEFA, sio ana knockout. So unaelewa? Ndio ligi. Kwa hiyo ya baada ya siku 3 ndio utaratibu. Jumamosi, Jumatano, Jumamosi. Jumamosi, Jumatano, Jumamosi. Wakati mwingine Jumamosi, Jumanne, Jumamosi, Alhamisi. Ndio ligi. Tija anakuwa anatumika yani. Kwa mwili unakuwa umeiva. Lakini unacheza leo pap siku 10 tena mapumziko. Uwezi kuwa sawa. Take it from me. Ninachokwambia. Uwezi kuwa sawa. Na ili unielewe, iangalie mechi ya Simba inayofuata, kiwango chake utakuja kunifuata. If all factors remain constant, waangalie Simba mechi inayofuata watakuwa na kiwango gani. Alafu uje kuniuliza, mimi ndio chief Zubane kama Zumfela. Ndio mimi. Satisfied pundits. Sawa? Satisfied pundits. Yeah. Bwana huyo ndio Dominic Salamba, chief Zubane kama Zumfela, akiwa anatuwekea unamaliza satisfied pundit namna hiyo, akiwa anaweka nukta kwa yale ambayo tumeyazungumza, na asante sana kwenu nyote ambao mmetuma comments, mmeshiriki nasi kwenye kuchambua. Sisi ndio kawaida yetu bwana, tunachambua na watu, tunachambua na watazamaji wetu. Isaac Jonathan, huyo Asina Hussein, asante sana umesema, na mimi nasema shukran. Isaac Jonathan anashauri wa TZ wapende mpira kuliko timu, ushauri umefika. Newton James, comment yako tumeiona, lakini tumefika tamati kidogo. Tutakuja kuzungumza kwa wakati mwingine tena, tutarejea tena hapa. Tumekuwa na saa zima tukizungumza michezo. Mimi naiaga crew yangu Mr. Dominic Salamba na muaga Steven Mapunda. Nikukumbushe tu kwamba kabla ya kuanza kwa matangazo haya, basi tulikuwa na kipindi na mzee Kadege, tumeunguruma naye hapa, na baada ya hapo basi tumepata matangazo ya moja kwa moja, kisha tumepata kusikia chambuzi, na tukutane tena asubuhi na mapema tupate chambuzi tena. Huyu Jamal Bendela anasema, naitwa Jamal Bendela, nipo Dodoma. Kusema kweli, Yanga akikuacha pointi kuanzia 5, kazi imeisha. Kwa hiyo mnyama atafute ubingwa mwingine, sio NBC. Comment ambayo inatufungia kipindi. Nilikuwa na crew nzima. Asante sana kwa watayarishaji ambao ni Mjomba Vuma, kadhalika Damian Mapunda. Mimi naitwa Diego Mashuhuri, nahodha wa meli za ukombozi. Asante.